Kesi ya klabu ya Yanga dhidi ya TFF, bodi ya ligi pamoja na klabu ya Simba imefikia tamati mara baada ya mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS kutupilia mbali rufaa hiyo. Mgogoro huu uliotokana na kuahirishwa kwa mechi ya ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga na Simba uliopangwa kuchezwa Machi 8, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Simba walidai kunyimwa nafasi ya kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku moja kabla ya mchezo, jambo lililowafanya kuwasilisha malalamiko kwa bodi ya ligi pamoja na TFF wakikataa kushiriki katika mchezo huo. TPLB walikubali ombi hilo na kuihairisha mechi hiyo, hatua ambayo kwa upande wa Young Africa waliona ni kinyume na kanuni za ligi. Klabu ya Young Africa iliwasilisha rufaa kwa CAS Machi 17 wakilalamika uamuzi wa bodi ya ligi pamoja na TFF na kuitaka CAS iamue kuwa kuahirishwa kwa mechi hiyo ulikuwa ni kinyume na utaratibu. Pia Yanga waliitaka CAS izuie upangaji wa tarehe nyingine mpya ya dabi hadi kesi hiyo isikilizwe. CAS ilithibitisha kupokea rufaa hiyo ya Yanga na kuipa kumbukumbu namba ya CAS 2025/A/11298. Lakini kwa mujibu wa barua kutoka CAS iliyotolewa Mei Mosi 2025, ilitoa uamuzi wa kutupilia mbali rufaa ya Young Africa ikisema kuwa haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza kesi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka CAS, kesi hiyo imefutwa kutoka kwenye orodha ya mashauri ya mahakama hiyo. Hivyo basi, kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka CAS, Yanga wameambulia patupu. Licha ya jitihada za Yanga kutaka mchezo huo usipangwe tarehe yake mpya, lakini tayari bodi ya ligi baada ya kupokea taarifa hiyo kutoka kwa CAS walitangaza kuwa muda wowote kuanzia sasa tarehe rasmi ya mchezo huo itatangazwa. Uamuzi huu umeibua sintofahamu kutoka kwa wadau mbalimbali wa soka nchini Tanzania, na wapo baadhi ya wadau wanaoamini kuwa Yanga walikuwa na haki juu ya jambo hilo, huku wengine wakiona kuwa hatua ya CAS kuondoa kesi hiyo ni sahihi kutokana na ukosefu wa mamlaka za kisheria. Sasa klabu ya Yanga imeeleza kutoridhishwa na uamuzi huo kutoka CAS, na tangu hapo awali tunafahamu kuwa Yanga walisema hawatocheza mchezo huo tena, kwa maana ya kwamba ratiba ya mchezo huo haipo kwa upande wao. Lakini kulingana na kanuni na nidhamu za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, klabu yoyote ambayo itashindwa kucheza mechi bila sababu halali inaweza kusababisha kupokonywa point, na hii inazingatia umuhimu wa kuheshimu ratiba pamoja na taratibu za ligi. Na mfano wa klabu ambayo ilipokwa pointi kwa hivi karibuni ni timu ya JKT Queens ambayo ilipokonywa pointi na kamati ya soka ya wanawake Tanzania kwa kushindwa kushiriki mechi dhidi ya Simba Queens. Sasa swali ni kwamba Yanga waendelee kugoma kucheza mchezo huo wa dabi ili wapokonywe pointi ama walete timu boli lipigwe? Hebu tudoteshee komenti yako hapo.